Inaonekana una hofu sana eh? Sikia. Karibu kae. Inatosha kwa nini unafanya hivi? Hii inafurahisha sana. Sina muda wa kupoteza. Na niko hapa kutimiza wajibu wangu. Kwa nini unafanya tukose furaha katika maisha yetu? Usifanye hivyo. Naomba utuache. Usisamehe, nakuomba baba yangu. Nakuomba, tusamehe. Tusamehe baba yangu, nakuomba. Nakuomba. Inaonekana una ujasiri wa kutosha. Toby. Toby, tafadhali ndugu yangu, nakuomba mwache mke wangu. Kama ni deni unanidai mimi na wala sio yeye. Uliyofanya yanatosha bro. Sipo tayari kuona ukiendelea kuyafanya tena. Ni binadamu aina gani ambao unakosa mtu hata kidogo? Hata kidogo tu. Na kwa nini umeamua kuchagua familia yangu kuiweka kwenye sehemu ya manyanyaso? Ni kweli, sijakataa. Unanidai. Na nimesema kabisa deni lako nitakulipa brother. Mke wangu mimi husiki na chochote. Husiki na chochote brother Toby. Inaonekana mna ushirikiano mzuri sana wewe na mkeo. Lakini kumbuka, sikukufuata. Wewe ulinifuata mimi. Ninachohitaji pesa yangu. Basi vinginevyo nitakulipa pesa yako. Tupumzishe basi hata kidogo. Ana break up mke wangu. Wewe. Ndio ni mke wangu. Ana break up mke wangu. Usaliti na maumivu ya mapenzi yamenifanya nisiamini tena. Ulinivunja vipande vipande nikakusamehe. Mambo zenu? Hivi Suzi, unawezaje kuondoka sehemu bila kuaga na ukalala huko? Bila kutuambia sisi ndugu zako tuishi pamoja huko ndani. Unajua tulikuwa na wasiwasi kiasi gani juu yako? Muongo. Yaani Leticia ni muongo kabisa. Nilikupigia simu, ukawa haupatikani. Akaniambia kuwa we ni mtu mzima utarudi. Tena mkavu, hakuwa hata na chembe ya wasiwasi. Usimsikilize huyo. Basi nitakubutua. Wewe nitafute na kuvumilia tu. Nikiamua kukutwanga wewe, nadhani adabu itakushika. Sasa mazungumzo yangu na Suzi wewe na kuhusu nini? Jamani, sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Yaani unidanganye Suzi na mimi nikiwepo. Tena naona na nasikia. Wewe vipi? Hebu acheni basi. Sisi sote tunaishi pamoja.
Hakuna haja ya marumbano. Kwanza mnisamehe, sikuaga. Ila kikubwa nirudi salama. Ulienda wapi? Kwa mama yake na Clever. Na nilienda na Alvin. Yule mama alishtuka sana baada ya kumuona. Na pia ni wanafanana sana na Clever. Ila tofauti wao ni kwamba Clever ni smart, ila Alvin ni wa kawaida. Baada ya hapo inaonekana kuna siri kati yao. Maana mama alisema Clever na Alvin ni ndugu. Na akasema hataweza kutueleza chochote kile hadi kesho, ambayo ndo leo. Yaani wezi amini. Naamka najikuta peke yangu. Si mama wala Alvin. Napewa taarifa tukao wamesafiri. Wameenda mkoani. Aise, nilichoka. Yaani mtu mpeleke wewe alafu uachwe bila kuagwa. Sio bure. Tutakuwa na jambo. Kwamba ni siri ya familia upasi kujua. Ila mimi sioni shida hapo. Ushafikisha kwenye familia, ushagundua sio Clever ni Alvin, basi maisha mengine yaendelee. Vipi lakini kazi unaendaje? Ukinikumbuka ibaki historia, sitakurudi. Nilikuja na moyo safi, nikabeba ndoto za nyumbani, lakini mikono ikawa miba. Na maneno yakawa sumu, kila siku nilivunjika, nikacheka ili nisilie. Nilijaribu kuvumilia kwa ajili ya watoto na dua, lakini roho ilianza kuumia, nikajikuta napotea. Machozi ya ndoa, machozi ya ndoa, nimechoka kuumizwa. Machozi ya ndoa, machozi ya ndoa, upendo umegeuka chuma. Machozi ya ndoa, moyo wangu umechoka. Nilitamani neno la pole, badala yake nikapata matusi. Nilitamani joto la mapenzi, nikapewa ukimya wa baridi. Kila ahadi ilivunjwa kama glasi chini ya miguu. Sasa naangalia kioo, sioni yule niliyekuwa. Nilificha maumivu mengi, nikauza furaha yangu. Nimetembea na vumbi, moyo umebeba maumivu. Kila asubuhi nakuja na tabasamu bandia. Pesa ni kama upepo, leo ipo kesho haipo. Bado nakuita mpenzi, usiniache katikati ya haya. Nikikushika mkono naona kidogo nuru,
Ukiwa karibu nami hata jua linauma pole. Mateso ya moyo yananivuta chini, mateso ya moyo, lakini bado nakupenda. Mateso ya moyo yamenifundisha kuvumilia. Mateso ya moyo, wewe ni pumzi yangu. Kodi inagonga mlango, nimebeba ndoto fupi. Mimi nahisi watakuwa wamekosea. Mwanangu hawezi kuumwa figo. Haiwezekani. Hii haiwezekani. Ni ngumu sana kukubali mke wangu, lakini tambua hayo ndo majibu, na ndo maana nimeona tumrudishe hapa nyumbani, kwa sababu hatuna pesa zaidi ya kuendelea kumwacha pale hospitali. Sawa, yupo hapa. Je, tutaendelea kumtazama mpaka pale atakapokufa? Maana hiyo milioni 20 tutaitoa wapi, ikiwa hata tu hiyo 500,000 ya mtoto kukaa pale hospitali tumehangaikia? Inabidi tutafute mkopo haraka sana, la sivyo tutampoteza. Na sehemu pekee ya kwenda kupata huu mkopo ni kwa tajiri Tobi. Tobi? Mbona mke wangu, hakuna sehemu nyingine ambayo tunaweza tukapata mkopo mkubwa kiasi hiki. Tajiri Tobi peke yake ndo anaweza kutusaidia. Tukizembea tunampoteza mke wangu. Ni mtoto wetu wa kipekee, hatuna mwingine. Kuhusu pesa yake tutarudisha tu. Lakini mume wangu, tumekuwa tukisikia sana habari za Tobi. Itakuwaje kama tukishindwa kurejesha? Niamini mimi mke wangu, sawa? Hatuwezi kushindwa kurejesha. Nitapambana kwa nguvu zangu zote. Nitapambana vile niwezavyo. Lazima nirudishe. Sasa ni sawa. Wewe fuatilia. Basi sawa brother, mimi takisha kila kitu kimekaa sawa. Sawa. Tutawasiliana. Okay, sawa. Karibu sana. Habari yako mshana sana kabisa. Karibu kae. Asante. Ndiyo. Nakusikiliza ndugu yangu. Karibu sana. Asante bro. Samahani bro. Mwanangu anaumwa sana. Ana changamoto ya figo. Na gharama zake zinagharimu milioni 20. Nimekuja kuomba huruma yako kaka. Naomba unisaidie. Maana hata furaha tena imekuwa sio sehemu ya maisha yangu. Mke wangu analia kila siku bro. Kila siku analia kumuona mtoto yupo kitandani pasina na matibabu yoyote. Naomba nisaidie sana kaka. Usinipigie magoti. Karibu tukae. Karibu tukae kijana. Kaa. Kwanza pole sana. Asante. Na mimi niko tayari kukusaidia. Lakini pesa yangu mimi ina udhamini. Ina dhamana. Na waga mara nyingi huwa nafanya dhamana ni familia. Lakini kwa kuwa umesema mwanao na changamoto, basi tafadhali itabidi dhamana awe mkeo. Hamna shida brother. Mimi niko sawa. Yaani niko tayari kabisa. Yaani naniseme tu kakaangu, yaani kwa binadamu akimoko kuchukia na kuchukia tu pasina sababu yoyote. Yaani uweze amini huko nje pote huko kakaangu wanakuzungumzia vibaya maskini ya Mungu, lakini kumbe kaka watu upo na roho safi kabisa. Bro, yaani wewe ni mtu wa kipekee kaka, unanikopesha pesa nyingi hivi na wala utoi riba yoyote kaka. Hata serusi. Brother, nashukuru sana kakaangu. Tuko pamoja. Tutakusaidia kaka. Kaa tu. Nikukumbushe labda kitu kimoja. Ndani ya miezi tutakaokubaliana uwe pesa umerudisha. Lakini ukizidisha basi mimi nitaongeza 1. Kaka, mimi tu nikwambie tu. Yaani mimi kwangu hilo halina shida kakaangu. Hakuna shida kabisa. Nachotaka mimi mwanangu apone bro. Mwanangu apone ili familia yangu irudi kwenye amani kama ilivyokuwa zamani kakaangu. Mimi nipo tayari bro. Nipo tayari na mimi nitakulipa pesa yako kakaangu kaka. Sana.
Naomba namba yako. Namba yangu ya simu Au hata account namba ya benki pia vile vile. acha nikupe account. Vipi, umefanikisha? Ndio. Nimepata pesa yote. Kweli? Asante sana mume wangu kwa kulifanikisha hili. Hakika wewe ni shujaa wangu. Hii safari yetu ishie njiani. Nakupenda. Nikwambie tu kitu kimoja. Hata mimi najivunia sana kuwa na mwanamke mvumilivu na mpambanaji kama wewe. Ahadi yangu kwako ni kuhakikisha nairejesha furaha iliyopotea. Kama ndio tumpeleke hospitali haraka. Sawa mume wangu. Love you. Kuna nini tena huko? Salama. Natoka jana. Njema. Karibu. Asante. Vipi kuhusu hali ya mtoto wangu, anaendeleaje? Juanita? Ndio. Oh, Juanita so far anaendelea vizuri. Tulifanya vipimo vyetu vya awali kuangalia kama kuna uwezekano wa kupandikizaji. Anaendelea vizuri, vipimo vimeenda vizuri, lakini pia kwa upande wa dona yake ambaye anaenda kumchangia, tulifanya vipimo kuhakikisha kwamba hana shida yoyote, lakini naye pia Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hana shida yoyote. Hivyo kuanzia sasa tutaweza tukaendelea na procedure yetu kwa ajili ya kufanya upandikizaji. Asante sana dokta. Sawa. Naomba tupambanie kaka. Haina shida. Ni wapekee huyo, hatuna mwingine. Sawa. Naelewa. Najua kabisa mpo kwenye wakati mgumu, ila Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mimi na timu yangu tumejipanga vizuri sana kusaidia. Hivyo nitaomba basi mwelekee pale mapokezi kwa ajili ya kufanya malipo. Kuna vipimo na vifaa tiba ambavyo tayari tushavituma kwenye mfumo, hivyo utaenda kulipia then tuendelee na procedure yetu. Ndio ile control number ambayo nipa mke wangu. Bila shaka. Sawa, asante. Karibu pole sana. Mama unaweza kusubiri pia, sawa? Nimeshalipia tayari pesa kwa ajili ya operation ya mtoto wetu.
Sasa hivi ninachotakiwa ni kumwomba Mungu tu. Na imani operation itaenda sawa kabisa. Kikubwa tumwombe Mungu na naamini hivyo. Sawa. Kaka, ni kweli operation imefanikiwa vizuri. Ila unapaswa kuwa makini sana na kurejeshea hela ya Toby. Maana Toby sio mtu kabisa kaka. Martha, cha kuangalia sasa hivi ni uzima wa mtoto tu. Hayo mambo mengine hebu achana nayo kabisa. Unajua Toby amenipa milioni 20. Alafu ni ngumu kuipata hiyo pesa kwa mtu yoyote. Na uzingatia amenipa bila ya riba. Sasa ubaya wake uko wapi? Mungu atusaidie. Tutaongozana asubuhi kuelekea hospitalini. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Japo namhofia huyo mbaba anayeitwa Toby. Amekupa hiyo hela, ila sidhani ni yake ni njema kama unavyodai. Mbwa achana nao. Sawa? Mimi nitapambana. Najua mwenyewe nitapambana vipi, nitarudisha tu pesa yake. Nimetembea na vumbi, moyo umebeba maumivu. Kila asubuhi ngumu na kujana tabasamu bandia. Pesa ni kama upepo, leo ipo kesho haipo. Na bado nakuita mpenzi, usiniache katikati ya haya. Nikikushika mkono naona kidogo nuru. Ukiwa karibu nami hata jua linauma pole. Mateso ya moyo yananivuta chini. Mateso ya moyo, lakini bado nakupenda. Mateso ya moyo yamenifundisha kuvumilia. Mateso ya moyo, wewe ni pumzi yangu. Kodi inagonga mlango, nimebeba ndoto mfukoni. Mimi namshukuru Mungu niko sawa. Yuko njiani hivi yako anakuja. Alitaka tuongezane. Lakini nimwambia msaidie kuzifua zile nguo za mtoto bwana nyumbani. Vipi? Bado kuruhusu kwenda kumwona? Ndio mume wangu, niliona jana anaendelea vizuri. Hakika. Nimekuletea chakula kitamu kile ambacho nakipenda. Mateso ya moyo yananivuta chini. Mateso ya moyo, lakini bado nakupenda. Mateso ya moyo yamenifundisha kuvumilia. Mateso ya moyo, wewe ni pumzi yangu. Nimewaita kwa ajili ya kuwapa taarifa ya mgonjwa wetu. Sawa? Tulimpokea juzi usiku, lakini pia tulifanya jitihada, tulifanya vipimo mpaka tukaingia naye theater. Operation ilifanyika kwa 99%. Ilienda vizuri, lakini kuna changamoto ilitokea baada ya operation. Kuna changamoto gani tena daktari imetokea? Daktari, nataka kumaanisha mwanangu amezidiwa au? Hapana. Sina nia ya kusema amezidiwa. Lakini pia sisi pamoja na uongozi na madaktari wenzangu pamoja na wauguzi tulijitahidi sana
kumpatia matibabu ya haraka na dharura kama ilivyokuwa dharura, lakini amekuwa sawa mwanangu, si ndio daktari? Amepona. Najua hii ni taarifa ngumu kuipokea. Una maana gani daktari? According to Seta Rose, walirekodi matibabu yote, lakini mgonjwa wetu ilipofika ni saa 6:50 tulipoteza mpendwa wetu. Kulikuwa na vicheko sebule, chai kichemka jioni. Kwa masikitiko makubwa tunawapa pole sisi na uongozi wote. Daktari. Unasikia? Daktari. Utakumekosea. Sio mtoto wangu. Jana nilimuona alikuwa anaendelea vizuri mume wangu. Daktari. Jana nilimuona mtoto alikuwa anaendelea vizuri. Utakumekosea. Daktari. Mwanangu, Jonita. Utakumekosea. Haiwezekani daktari. Haiwezekani daktari. Nisikate tamaa. Dada yangu alienda bila kuaga, aliniacha ya blouse yake na harufu ya manukato. Familia ilivunjika kama glasi sakafuni, na jaribu kukusanya vipande vinanichoma tena. Sauti za ugomvi kwenye simu, kila mtu akisema sitarudi tena. Vitabu vya shule vimejaa machozi, majibu yanayeyuka kwenye karatasi. Mikono tofauti na nibusu paji, lakini hakuna inayohisi kama yao.